Ndio maana kuna baadhi ya watu wamekuwa ni wazinifu. Amezini mtu mpaka anafikia akitaka mwanamke yeye hahitaji ibara nyingi, maneno yake matatu tu yeye anakubaliwa haraka. Kwa nini? Kisha sajiliwa katika daftari la wale wazinzi. Anachosubiri ni moto wa jahannam. Kwa kuwa anasubiri moto wa jahannam, yeye mwenyewe ana sifa, kumbe kashabwa muhuri. Na hali kadhalika unaweza ukasajiliwa katika daftari la wezi, basi utaiba kitu hata kama hakina maana. Unaweza ukasajiliwa katika daftari la wezi, utaiba kitu hata kama hicho kitu wewe unacho mara milioni, lakini bado waiba. Kwa kuogopa kusajiliwa, kila mmoja atakiwa ajue makosa anayomkosea Mwenyezi Mungu ili asije kabwa muhuri kwenye makosa hayo. Hali kadhalika ubakhili nao uko hivyo hivyo. Unaweza kuwa bakhili mpaka ukasajiliwa katika daftari la mabakhili. Ukisajiliwa hapo, wewe utakuwa bakhili hata kama vile vitu unaweza ukatumia wewe mpaka ukafa, bado huko tayari kugawa hivi vingine kwenda mbele. Sisi leo tumekuwa ni muhali kwetu mtu kuishi miaka 200. Basi kuna mtu ana uwezo kwa takrima aliyopewa na Mungu, anazo khazina za kutumia kwa miaka 100, lakini hayuko tayari ile iliyozidi kumpa mtu mwingine, keshabwa muhuri kwenye daftari la watu mabakhili. Sasa hiyo ni kazi kubwa sana ya kujiepusha na madhambi ili mtu usiingie katika daftari la watu mabakhili. Ndugu zangu, bila ya ukarimu hakuna pepo, kwa sababu ukarimu ni moja katika sifa za kupatia pepo, kwa sababu ukarimu unakusogeza kwenye uchamungu. Uchamungu ndio kadi yako ya kuingia peponi. Wataka mtiririko huo uelewe. Uchamungu ndio kadi ya kuingilia peponi, ndio kama visa kuingilia kwenye nchi ya watu. Halafu ule uchamungu nao katika vitu vyake vya kuupika ili upatikane, kimoja hapo ni ukarimu. Ni kama vile wasema hii ndio pilau, lakini kama hakuna mafuta, hakuna mchele, sije hakuna iliki, sije hakuna nini, haipatikani. Sasa ndio uchamungu. Uchamungu halafu ndani yake hakuna ukarimu, haujaitwa uchamungu huo. Angalia Mungu mwenyewe subhana alivyokuwa akieleza mtiririko wa pepo. Atuambia fanyeni haraka nyie kuyaendea mambo yanayotengeneza kupata msamaha wa Mola wenu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Na pia fanyeni haraka kwenye kufanya mambo mtakayopata pepo. Pepo ambayo saa yake, eneo lake ni mbingu na ardhi. Pepo hiyo uiddat lilmuttaqin, wametayarishiwa muttaqina. Kipande hiki ni muhimu sana kukielewa. Wametayarishiwa muttaqin, uiddat lilmuttaqin, wametayarishiwa muttaqin. Na anayesema kwamba waliotayarishiwa pepo ni muttaqin ni yule yule aliyeiumba hiyo pepo, na ni Mungu ambaye subhana, yeye hafanani na sisi hata chembe. Sisi unaweza kuandaa kitu ukawaandalia watu maalumu, kwa udhaifu wako wakaingia wengine. Sisi unaweza kuandaa kitu ukawaandalia watu maalumu, wale watu maalumu kwa vile walivyo, kwa ule ujanja walio nao na mbinu walizonazo, wakaweza kupata ulichokiandaa hata kama hutakiwapate. Lakini Mungu subhana ameshaandaa pepo kwa muttaqin. Sasa nini mtiririko wa muttaqin? Aya nyingine inasema hiki kitabu hiki cha Qur'an, kitabu hiki ni muongozo. Kitabu hiki hakina shaka na ni muongozo kwa muttaqin. Kitabu hiki ni muongozo kwa muttaqin. Dhalika alkitabu la raiba fihi. Sasa huda sema lilmuttaqin. Sasa tumwangalie huyu taqiyu ili tumpate. Asema huyu taqiyu, huyu ambaye ataongozwa na hiki kitabu, kwanza ni yule ambaye anaamini mambo yaliyojificha. Kuna mambo huyaoni kwa macho, lakini unayaona kwa macho ya imani. Sisi leo tunaamini kwamba kuna adhabu ya kaburi, tunaamini kuna malaika, tunaamini kuna mizani, tunaamini kuna kuhesabiwa, tunaamini kuna maisha baada ya kufa. Hayo yote hatujaona kwa macho, lakini tunayaamini kwa zaidi ya 100%.
kiasi ambacho wala hatuhitaji mtaalamu aje atufanyie mdahalo ili tuamini hatuamini. Hapana, sisi tushaamini tayari. Hiyo ni sifa ya kwanza, alladhina yu'minuna bilghaib, wale ambao wanaamini mambo yaliyojificha, lakini kwa jicho la imani wanaamini. Leo unaweza kufungua mti pale ukamkuta ni mifupa au ukamkuta hajaoza, lakini bado una imani ya 100% kwamba huyu alikuwa raudha min riyadhil janna, au alikuwa katika hufra min hufari niran, alikuwa katika bustani za pepo, au katika shimo katika mashimo ya moto. Unaamini hivyo kwa jicho la kiimani. Kwa alladhina yu'minuna bilghaib, hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili, wanasimamisha swala, wanasimamisha swala. Ndio maana kama una ndugu yako haswali, watakao mfikishie ujumbe, bwana, pepo imetayarishwa kwa ajili ya muttaqin, ndio wenyewe. Na moja katika sifa zao, kwanza waamini yaliyojificha, halafu pili wasimamisha sala. Katika sifa yao nyingine, wa mimma razaqnahum yunfiquna, na katika baadhi ya ambavyo tumewapa wanavitoa katika khair. Kwa tayari wajaona kwa tafsiri fupi ni kwamba katika sifa zao ni wakarimu pia muttaqin. Kwa hawezi kuwa mtu ni taqiyu alafu ni bakhili, haiwezekani. Kwa hiyo ukarimu si tu kwamba unakufikisha kwenye mahala pa kupendwa na yule unayemfanyia ukarimu, la, unakufikisha kwenye mahala pa kubeba kibali sasa kinachokuruhusu wewe kupata pepo ya Mwenyezi Mungu. Ubakhili ulivyo unakutoa pale, kwa sababu ndio kinyume chake. Na ndio maana Mtume sallama akatubashiria kwa tamko la wazi kabisa, wabashiril ladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin, wape habari ya kufurahisha wale ambao wameamini na wakatenda mema, kwamba ni ya kwao wao mabustani mazuri, pepo ni ya kwao hawa ambao amanu wa amilu salihati. Sasa hadithi inaposema khishlatani la yajtami'ani fi mu'minin, mambo mawili haya kwa muumini hayakai, hayapo. Hawezi kuwa mtu muumini alafu hayo anayo, albukhlu wa su'ul khuluq, ubakhili na tabia mbaya. Sasa kama basi bakhili kwenye imani anatolewa, na tumeambiwa kwamba imani abashiriwe kwanza mtu aamini halafu ndio atende mema. Huyu anaambiwa kama ni bakhili hayumo kabisa. Kwa lazima hasa kila Muislamu atakiwa aelewe kwamba kuwa ni mkarimu si khiari. Yaani mtu asijengee picha kwamba mimi bwana nitafanya au sitofanya. Hapana.